Asante. Makazi ya wazee na wasiojiweza Ipuri yapo ndani ya manispaa ya Tabora katika kata ya Mpera, mtaa wa Uredi. Ipo chini ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Huduma zitolewazo ni malazi, chakula, matibabu, msaada wa kisaikolojia na kiroho kwa wazee wasiokuwa na ndugu wa kuwatunza. Kuelekea siku ya kimataifa ya wanawake tarehe 8 mwezi wa 3 yenye kauli mbiu haki na usawa kwa wanawake na wasichana, msingi jumuishi kufikia 2050. Tunapenda kuelimisha jamii yetu kuhusu wanawake wazee waliopo kwenye makazi ya wazee, maana nao ni wanawake. Swala muhimu ni, je, tunawaheshimu wanawake wazee katika jamii yetu? Je, tunawaangalia kwa jicho la dhamani au la mizigo? Okay. Asante sana kwa utangulizi huo. Karibu Edina. Asante. Kama tunavyoona, kauli mbiu yetu ni haki na usawa kwa wanawake na wasichana, msingi jumuishi kufika dira 2050. Kwa kama sisi pale kituoni chetu tutadili na wazee wanawake, ambao ili kuhakikisha kuna usawa lazima kama jamii, kama dunia zima tufanye mambo mbalimbali. Kwa cha kwanza, tuwatunze wazee wetu kwa utu na heshima. Kama tunavyojua wanasema utu uzima dawa. Kwa lazima tuweze kuwatunza sisi kama watoto, sisi kama vijana. Kwani tukiwatelekeza hawa wazee wetu ndio inakuja kuwa mzigo kwa jamii. Lakini tukijua sisi tuna haki ya kuwatunza wao kama wao walivyotunza sisi watoto, basi tutaweza kuweka usawa kwa wanawake hawa wazee. Pia tupange maisha ya baadaye kwa kuokoa kidogo, kujiandaa kwa wazee. Hiyo inamaanisha nini? Mfano, mzazi kama mzazi ana haki ya kumlea mtoto wake, apate elimu, apate yale mahitaji yote ya msingi. Kwa hiyo kama wameweza kutulea sisi mpaka tunajitegemea, basi na sisi tuna haki ya kuwaokoa kidogo kidogo weza kujiandaa kwa baadaye, ili siweze kuwa mzigo katika jamii. Tunaona mtaani jinsi gani wanawake wazee kwa asilimia kubwa ndio wengi wako omba tofauti na wanawake wa kiume. Pia hawa wazee wetu wanawake wanapitia changamoto mbalimbali. Nitazungumzia chache. Mfano, ukosefu wa usalama wa kiuchumi. Nikiongelea hili, tunaona katika wazee wetu wanawake wengi wanakosa ile haki ya kurithi mirathi yao. Kwani jamii inaamini tayari ushakuwa mzee, kwa hiyo unahitaji kutunzwa. Unaweza kuta familia maybe na watoto 6. Mama wao akishazeeka atasema hii maybe hizi mali ambazo amezichuma wakati akiwa kijana sisi ndo tuzilithi, afu yeye tutamlea. Tutasikia tutafanya zamzam maybe miezi miwili tutamlea. Lakini sio kweli. Leo ataenda kwa huyu, kesho kwa huyu, huku atanyanyasika, huku atatengwa. Unakuta maybe asubuhi anaenda kazini anabaki peke yake, hana msaada wowote. Inakuwa ni shida tena kwake. Kwa anaona hamna ule usalama wa vile vitu vyake alivyovichuma ujanani, vyote vimepokonywa. Tofauti na mzee wa kiume. Kidogo zetu wa kiume wana kauli tofauti na mzee wa kike. Kwa unakuwa hakuna usawa. Changamoto nyingine ni ukosefu wa haki ya kulindwa. Tunaona katika jamii mtaani, ukishazeeka tu unaitwa mchawi. Yaani ukishakuwa tu mzee unaitwa mchawi. Kwa hiyo unakuta zinatokea zile mzee fulani anataka kuuawa au kauawa. Pia ukiangalia ni tuweza tukasema ni sababu mojawapo ya sisi pale kituoni kuwapokea wazee wa namna kama hii ambao wametengwa na jamii yao.
kutokana na ile tunasema ni upotefu wa imani. Kwa wanakosa ile haki ya kulindwa. Hem, tujiangalie na sisi wenyewe, hata bibi naye alikuwa kijana kabisa. Tunavyosema ni akishakuwa mzee tayari ni mchawi. Kwa hata sisi tukizeeka tutaitwa wachawi. Tutaitwa wachawi. Kwa wanakosa ile haki ya kulindwa. Hiyo ni changamoto kubwa sana ambayo inawakabili wazee wanawake. Yaani wengi wamekuwa wakipitia katika hiyo hali na inawapelekea wengi yani wanajisikia vibaya, wanapata msongo wa mawazo na umri wao, yani ukiangalia kutokana na umri wao wengi wanakufa kwa ajili ya mawazo. Changamoto nyingine ni kutokushiriki katika mambo ya kisiasa na kijamii. Utakutana na wazee wa kiume viongozi, lakini kukutana na wazee wanawake ambao ni viongozi wachache sana. Ni adimu mno. Ni adimu. Mfano unaweza kuja pale kituoni kwetu. Utawakusanya wale wazee wote. Utaongea nawe maoni, changamoto. Wazee wa kiume ndo wengi watatoa maoni yao. Lakini wa kike wamekaa kimya. Wameinamisha vichwa. Kwa wao tayari wanaamini wa kiume tayari ana sauti. Hawezi kuongea chochote. Utasikia zetu wanawake, mbona muongee? Ni sawa. Ndio jibu lao. Yaani hawana ile voice ya kuweza kuongea na wakasikika. Kwa wanakosa kushirikishwa katika mambo ya kisiasa, pia hata kijamii. Kiangalia kijamii, yani hamna zile shughuli ambazo mzee wa kike anashughulishwa. Zaidi tu yani ulikuta hata kwenye hizi kazi za kijamii, labda yeye aende tu akaombe kule, arudi ailete hela kwa mzee. Lakini hamna ambacho yeye anakifanya. Changamoto nyingine ni mzigo wa matunzo. Hii mzigo wa matunzo kivipi? Mzee hapendi yani ile kuwa kumtegemea mtu. Anatamani na yeye ajitegemee, yeye kama yeye. Kwani anaamini bado ana nguvu. Unapomwacha mzee, yani ndo umtunze kila kitu, yani kila kitu ategemee kwako, unakuwa humjengi bado unambomoa. Wale wanahitaji mazoezi. Mzee ni kama mtoto. Wanahitaji mazoezi ili waweze kuimarisha afya yao. Lakini unavomwacha, yani umeshaweka tuseme kama ili ni yai lisisogeze sehemu yoyote ile, unakuwa haumjengei bali unafupisha urefu wa maisha yake. Hizo ni baadhi ya changamoto. Tunapenda kutoa wito. Tunaomba mtembelee makazi ya wazee Ipuri kwa kujitolea au kuchangia chochote kilicho ndani ya uwezo wako. Ni faraja kwa wazee hao. Pili, tunaomba sana mtoe taarifa mnapoona unyanyasaji kwa wazee, kwa wenyekiti wa mtaa au kijiji, ofisi za ustawi wa jamii zilizopo Ture. Pia unaweza kutoa taarifa dawati ya jinsia, polisi. Kwa pamoja tushirikiane kuondoa vikwazo vinavyowarudisha nyuma wazee na wasichana na kujenga jamii yenye heshima, usawa na fursa kwa wote, hasa wanawake wazee. Asante.